na mwanzoni ni vitu viwili tofauti, kwa sababu ameingia kwenye mfumo wa ulimwengu wa upotoshaji. Sema amen. Mwanzoni alikuwa naimba safi na muonekano wake ulikuwa ni vizuri, na ndio maana Yesu na Paulo anasema wawatazamapo mwenendo wenu na mlivyo, ili wavutwe kwa mwenendo wenu ulio bora. Sasa hivi kalivyo ni kijana kamenyoa panki, alafu kanasema Yesu ni Bwana, ni Mwokozi. Uje wakina Boni Waiteke wamenyoa panki, uje wakina Goodluck wamenyoa panki, uje wakina Lozi Muhando wameweka makarikiti, wameweka malangi, wameweka matakataka aliyobeba kahaba. Kwa hiyo uwezo ukatofautisha huyu ni mwimbaji wa injili wa kumsifu Mungu, uwezo ukamtofautia huyu ni kahaba, huyu ni nani, kwa sababu tayari kila mmoja anafanya anayoyataka. Sema amen. Haya sasa ndio sisi tunatakiwa tukawaambie injili ya kweli inatakiwa usimame katika misingi ya kweli. Mungu akubariki sana. Hebu jipigie makofi wewe ambaye uliyekubali kusimama katika misingi ya kweli. Mungu akubariki sana. Sema amen. Na ndio maana hatutakata tamaa. Mungu akubariki sana. Hatutakata tamaa. Na Mungu akubariki sana. Na Mungu akubariki sana. Naomba niendelee hapo, alafu nirudi kule nimalizie, na Mungu akubariki sana. Anasema mstari wa 10, tuna madhabahu ambayo wale waihudumio ile madhahema hawana ruhusa kula vitu vyake, maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili hii Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliletwa nje ya lango. Ni kweli Yesu alimwaga damu yake, lakini na yeye akatolewa nje ya kambi ili afanywe ziaka, ili asulubishwe, kama ilivyokuwa madhabahu ya kwanza. Madhabahu ya kwanza ulikuwa unapelekwa viwiliwili vinaenda kuteketezwa nje ya kambi, na Yesu akatolewa na yeye akaenda kufanyiwa nje ya kambi. Sema amen. Aliteswa nje ya lango, basi na tutoke tumwendee nje ya kambi tukichukua shutuma lake, maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Basi kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Tumpe Mungu. Sasa leo naenda makanisani nawaambia mtolee Mungu, wanatoa shilingi 10,000, mtolee Mungu wanatoa 100,000, mtolee Mungu wanatoa 1,000,000, mtolee Mungu wanatoa 10,000. Kumbe kumtolea Mungu leo hautoi 10,000, kumtolea Mungu leo hautoi 500, kumtolea Mungu leo hautoi 1,000, unatoa mwili wako.